Mwongozo unaonyesha kwamba tunatakiwa tujenge hivi vituo kwenye kila stendi, vituo vya ustawi wa jamii, ili kuwasaidia wale watoto ambao wamepata changamoto mbalimbali ikiwemo za kukwama, labda stendi, wamepotea au wamepata shida yoyote. Kwa hiyo vile vituo vipo kwa ajili ya kuwasaidia wale watoto na ikiwezekana pia ofisi huwa inasaidia kuwarudisha watoto kwenye familia zao. Kwa hiyo sisi kama wadau, kwa maana ile swala ni swala mtambuka, swala la mtoto na mazingira hatarishi ambayo anaishi ni swala mtambuka, linatuhusisha watu wengi sana. Kwa hiyo shirika la Railway lipo na sisi mpaka mwakani March watakuwa wana phase out, lakini tunatarajia kwamba mradi utaendelea. Lakini mradi hauwezi kuendelea bila kufikia malengo ambayo yamekusudiwa kwanza wakati wa utekelezaji kwa kipindi cha mwaka mmoja. Naitwa Devota Lumburu, ni afisa ustawi manispaa ya Songea. Leo tuko hapa ukumbi wa Songea Club. Tuna kikao na viongozi mbalimbali ambao ni CMT na wadau wengine. Tupo kwa ajili ya masuala mazima ya kujadili huduma za watoto, ikiwemo jinsi gani tunaweza kuwanusuru watoto wasiingie mitaani, lakini pia ni kuwaokoa watoto ambao wanapotea kutoka mikoa mbalimbali. Lengo ni kwamba watoto hawa tukiwaacha wanaingia mtaani baada ya kupotezana na ndugu au kupotea, au labda alikuwa anafanya kazi kwa mtu akafukuzwa akaja kutelekezwa maeneo ya stendi au sokoni, mwisho wa siku mtoto huyu atakuwa mtoto ambaye anazurura mitaani. Hivyo basi lengo la kikao hiki ni kujengeana uelewa, lakini pia kufanya maboresho katika njia sahihi za kuwasaidia hawa watoto ambao wanapotea. Lakini pia huduma hizi zinatolewa, kuna dawati limeanzishwa shule ya Tanga stendi ambayo ni stendi kuu. Lengo kubwa la dawati hili ni kutoa huduma kwa hawa watoto waanga ambao wanapitia changamoto za kupotea au kutoroka majumbani, lakini mwisho wa siku tutawarudisha kuwaunganisha na familia zao. Kwa nini tunawaunganisha na familia zao? Tunaamini kwamba mtoto huyu anatakiwa apate malezi sahihi katika familia, na tukiendelea kumwacha mtaani, mwisho wa siku tutatengeneza kizazi cha watoto wa mitaani, hali ya kuwa mitaa haijawahi kuzaa watoto. Hivyo basi kumnusuru mtoto huyu kuna kumuondoa mitaani, tunatengeneza kizazi bora kijacho. Tunaamini kwamba malezi mazuri yapo katika familia, lakini familia zetu pia kutokana na malezi na makuzi tunawalea watoto, ndio sababu inayosababisha watoto hawa watoroke majumbani au waondoke nyumbani na kuja mtaani. Lakini pia ukiangalia katika mila na desturi za Kiafrika, wanaamini kwamba mtoto akishamaliza darasa 7 ana haki ya kuchangia kipato cha familia. Kumbe tunakosea. Mtoto ambaye ni chini ya miaka 18, mzazi ni jukumu lako kumlea sawa na sheria ya mtoto ya mwaka 2019. Hivyo basi kushindwa kumhudumia mtoto wako, kushindwa kumpa ulinzi mtoto wako na kusababisha aingie mtaani ni kosa kisheria, na mzazi unatakiwa utimize jukumu lako, mlezi unatakiwa utimize jukumu lako la ulinzi na usalama wa mtoto. Lakini pia ulinzi wa usalama wa mtoto ni swala mtambuka. Kiraha Mohamed, nafanya kazi na shirika la Railway Children Africa ofisi ya Dar es Salaam, na leo hii niko Songea kwa ajili ya kikao cha utekelezaji wa huduma za ustawi wa jamii kupitia ofisi yetu ya ustawi ambayo ipo stendi ya mabasi Tanga pale. Tunatekeleza mradi ambao unaitwa ni Corridors for Growth, mradi ambao unafadhiliwa pamoja na FCDO kupitia ubalozi wa Uingereza, na kikubwa kwa upande wa mradi kwa kushirikiana pamoja na TAMISEMI Railway Children Africa tulipata maelekezo ya kusimamia uanzishwaji wa ofisi za ustawi wa jamii kupitia stendi za mabasi, na barua ya awali ambayo ilifika ofisini ilikuwa imeelekeza tuweze kufika kwenye halmashauri 11, na halmashauri hizo ni halmashauri ya Songea
na tunashukuru kwamba kwa upande wa manispaa waliweza pia kuwa wameshatoa maelekezo kuweza kumwasaini afisa ustawi ambaye atakuwa anahusika moja kwa moja kwenye ofisi, na mara baada ya hapo tumekamilisha. Tunashukuru kwamba kuna programs zilikuwa zinaendelea. Moja ni kuhakikisha kwamba tunatambua mapema kabisa kama kuna changamoto zozote ambazo zinawakabili watoto ambao labda wanakuwa wamekosa mahala pa kwenda maeneo ya stendi, lakini wakati huo kuhakikisha kwamba huduma za ustawi wa jamii kwa ujumla, sio tu kwa upande wa watoto, lakini kwa upande wa rika tofauti na kada tofauti, wote wanaweza kupata huduma kupitia ofisi ya ustawi ambayo iko maeneo ya stendi. Watoto wengi wamekuwa wanaingia kupitia stendi za mabasi, na tukaona kwa kushirikiana na TAMISEMI kwamba kwa uanzishaji wa hizi ofisi za ustawi kupitia stendi za mabasi zitasaidia kuweza kuwatambua vijana au watoto mapema kabisa kabla hawajaingia kwenye malango makuu ambayo ni Dar es Salaam kwa maana ya kupitia Magufuli, lakini wakati huo kwa upande wa Mwanza ni Jezi.